Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunafurahi kuungana nanyi tena katika mwanzo wa siku mpya ikiwa tarehe 16 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunatumaini mmeamka salama na mpo tayari kufuatilia taarifa mbalimbali muhimu zinazojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi leo tutakuletea habari za kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi pamoja na matukio mengine muhimu yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Endelea kuwa nasi kupata taarifa za kuaminika na zinazokusanywa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari. Karibu ufuatilie taarifa ya habari ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, na mimi ni Teleshe Longa. Basi na kutakia usikilizaji mwema. Mji wa Minembwe ulioko katika eneo la Plateau ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini endelea kuwa katika hali ya mvutano mkubwa wa kiusalama, huku mapigano yakiripotiwa kuendelea katika maeneo mbalimbali yanayozunguka mji huo. Kwa siku kadhaa sasa, eneo hilo limekuwa likitajwa mara kwa mara katika taarifa za usalama kutokana na mapambano na kukutanisha wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na muungano wa M23 dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo mbalimbali vinavyofuatilia hali ya usalama katika eneo hilo, mji wa Minembwe bado unaelezwa kuwa huko chini ya udhibiti wa wapiganaji wa Twirwaneho na washirika wao wa AFC M23. Hata hivyo, katika saa 24 zilizopita kumekuwa na taarifa nyingi zinazozunguka kupitia mitandao ya kijamii zikidai kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na jeshi la Burundi pamoja na vijana wa kujitolea wanaojulikana kama wazalendo wameingia Minembwe au wamefanikiwa kukaribia mji huo. Taarifa hizo zimezua matumaini kwa baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu kuona eneo hilo likirejea chini ya mamlaka ya serikali. Lakini hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala mamlaka za serikali kudhibitisha kuwa Minembwe imerejeshwa chini ya udhibiti wa serikali. Vile vyanzo huru pamoja na baadhi ya vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa bado havijapata ushahidi wa kutosha kudhibitisha madai hayo. Hali imefanya iwe vigumu na sitofahamu kubwa kuhusu hali halisi ya uwanja wa mapambano. Wakazi wa Minembwe na vijiji vya jirani wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano hayo. Baadhi yao wameeleza kuwa wasiwasi kutokana na kusikika kwa mlio wa risasi na silaha nzito katika maeneo mbalimbali tangu mwanzo wa wiki hii. Wengine wameamua kubaki majumbani mwao huku wakisubiri hali ya usalama itulie, wakati wengine wakihofia kuhama kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Siku ya jana Jumatatu tarehe 15 Juni, picha na video kadhaa zilianza kusambazwa kwa wingi katika mitandao ya kijamii zikionyesha wanajeshi wanaodaiwa kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa katika maeneo ya karibu ya Minembwe Centre. Picha hizo zimekuwa za mada kuu na mazungumzo katika eneo la Fizi na hata katika maeneo mengine ya mkoa wa Kivu Kusini. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya usalama wanakumbusha kuwa kila wakati nyakati za vita ni muhimu kuwa uangalifu na taarifa zinazochapishwa katika mitandao ya kijamii. Wanasema kuwa picha au video zinaweza kuonyesha tukio la kweli, lakini sizitoe picha kamili na hali ilivyo ardhini. Kwa sababu hiyo, wanashauri wananchi kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kabla kufikia hitimisho kuhusu nani anayedhibiti Minembwe kwa sasa. Wakati huo, taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaonyesha kuwa mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa ya Plateau. Hali hiyo inaendelea kuongeza hofu miongoni mwa wananchi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakabiliana na changamoto za usalama, kuhama kwa lazima na matatizo ya kibinadamu yanayosababishwa na migogoro ya silaha. Kwa sasa jambo hilo liko wazi na ni kwamba hali ya usalama katika Minembwe bado ni tete. Ingawa kuna taarifa zinazoashiria kusogea kwa vikosi vya serikali kuelekea mji huo, hakuna udhibitisho rasmi uliotolewa kuhusu kurejeshwa kwa udhibiti wa Minembwe. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya karibu, na wananchi wa mkoa wa Kivu Kusini na hasa wale wa Plateau endelea kusubiri kwa hamu taarifa rasmi zitakazotoa mwanga kuhusu maendeleo ya operesheni hizo na za kijeshi na hatima mji wa Minembwe katika siku zijazo. Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hii na kuwajulisha wasikilizaji wake mara tu taarifa mpya zitakapokuwa zikipatikana. Katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi, taarifa nyingi zimekuwa zikisambazwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu mabadiliko ya udhibiti wa maeneo mbalimbali yanayosiriwa na vita kati ya M23 na vikosi vya serikali.
Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa vinaendelea kutoa ufafanuzi ili kuondoa taarifa zisizo sahihi ambazo zinaweza kuleta hofu na migawanyiko miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya ndani katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kijiji cha Kibabi kinaendelea kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, kinyume na taarifa zilizokuwa zikisambazwa katika baadhi ya mitandao ya kijamii zikidai kuwa eneo hilo limechukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wapiganaji wa Wazalendo. Chanzo hicho kinaeleza kuwa hakuna mapigano yoyote yaliyoripotiwa katika eneo hilo la Kibabi kwa zaidi ya wiki 2 zilizopita. Alionyesha kuwa hakuna mabadiliko makubwa ya kijeshi yaliyotokea katika eneo hilo hata katika siku za hivi karibuni, tofauti na taarifa zilizokuwa zikisambaa mitandaoni. Wakazi wa maeneo Masisi wamekuwa wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Kutokana na mazingira ya vita, mara nyingi taarifa nyingi husambazwa kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii kabla ya kuthibitishwa na vyanzo vya kuaminika, jambo ambalo linaweza kusababisha migawanyiko mikubwa miongoni mwa wananchi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa katika kipindi hiki cha migogoro ni muhimu kwa wananchi kwa uangalifu wanapopokea au kusambaza habari zinazohusiana na operesheni za kijeshi. Wanasema kwa taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuongeza taharuki kwa wananchi ambao tayari wanakabiliana na changamoto za usalama katika maeneo yao. Wakati huo katika mkoa wa Kivu Kusini, taarifa nyingine zilizokuwa zinaenea kuhusu kijiji cha Bitale katika wilaya Kale nazo zimekanushwa na vyanzo vya ndani. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kijiji cha Bitale kinaendelea kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na Wazalendo. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya taarifa zimekuwa zikisambazwa mitandaoni zikidai kuwa waasi wa M23 walikuwa wameonekana ndani ya kijiji hicho, walikuwa wamekaribia kwa lengo la kukidhibiti. Hata hivyo, vyanzo ndani vinathibitisha kuwa madai hayo si ya kweli na kwamba hakuna uwepo wa waasi wa M23 unaoripotiwa katika kijiji cha Bitale. Wananchi wa Kale wameeleza matumaini yao kuona hali ya usalama ikiendelea kuimarika katika eneo hilo, hasa baada ya miezi kadhaa mvutano na mapigano katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Hata hivyo, bado wanaendelea kuwa waangalifu kutokana na hali ya vita ambayo bado inaendelea katika sehemu nyingine ya mashariki mwa nchi. Kwa jumla, taarifa hizi kutoka maeneo ya Kibabi na Bitale zinaonyesha kuwa hakuna mabadiliko yanayodhibitiwa kuhusu udhibiti wa maeneo hayo. Kibabi bado inatajwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23, huku Bitale ikiendelea kudhibitiwa kuwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Wazalendo. Hali inaonyesha umuhimu wa kutegemea vyanzo vya kuaminika na taarifa rasmi kabla ya kuamini habari zinazochapishwa katika mitandao ya kijamii, hasa katika kipindi ambako vita vinaendelea katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu 3 wamepoteza maisha huku wengine 5 wakijeruhiwa vibaya kufuatia shambulio la mabomu linalodaiwa kufanywa na waasi wa M23 katika kijiji cha Mushari kilichopo katika kundi la Luberiki wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya utawala vya eneo hilo, shambulio lilitokea siku ya Jumamosi tarehe 13 Juni, wakati ambapo wakazi walikuwa wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Inaeleza kuwa mabomu hayo yalirushwa kwa kutumia ndege isiyo na rubani maarufu kama drone, ambazo hutumika kushambulia maeneo mbalimbali ya raia. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa mabomu hayo ya kuasili tu kijiji cha Mushali, bali pia yalifikia vijiji vya Muhunda na Buimba yalipo katika kundi jirani la Waloya Yungu. Mashambulizi hayo yalisababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi ambao walijikuta walikimbia hovyo kutafuta maeneo salama. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu 4 waliathiriwa moja kwa moja na vipande vya mabomu vilivyorushwa katika maeneo hayo. Kati yao watu 3 wamefariki dunia papo hapo kutokana na majeraha makubwa walioyapata. Wengine 5 walijeruhiwa vibaya na wanahitaji msaada wa haraka wa kitabibu ili kuokoa maisha yao. Majeruhi hao walikimbizwa tena kwanza katika kituo cha afya cha Mungazi kwa ajili ya huduma za awali. Kutokana na hali ya kuwa mbaya, walipelekwa baadaye katika hospitali kuu ya rufaa ya Kibua ambako wanaendelea kupatiwa matibabu maalum chini ya uangalizi wa madaktari. Mashahidi walikuwepo wakati wa tukio hilo wanasema kuwa milipuko mkubwa ilisikika katika maeneo kadhaa wakati mmoja, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Wengi wao lazimika kujificha, kukimbia kwa haraka bila kuchukua mali zao na kwa kuogopa mashambulizi mengine. Baada ya tukio hilo, hali ya hofu iliendelea kutawala katika kijiji cha Mushali, Muhunda na Buhimba. Wakulima wengi walikuwa wakifanya kazi mashambani walikimbia maeneo yao na kuacha shughuli zao za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha maisha ya familia nyingi katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi wameeleza kuwa wanahofia kurejea kwa mashambani kwa sababu hawana uhakika kama mashambulizi mengine yanaweza kutokea tena. Alionatarisha uzalishaji wa chakula katika eneo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na migogoro ya silaha.
Mashambulizi haya yanakuja katika kipindi ambacho wilaya Walikale inaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama kutokana na mapigano na mvutano endelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Mara kwanza wananchi wamejikuta wakilipa gharama kubwa za vita hivi licha ya kuchukua sehemu ya mapigano hayo. Bana vifo na majeraha, matukio ya aina hii yanaendelea kusababisha uharibifu wa shughuli za kiuchumi, hususan kilimo ambacho ndicho uti wa mgongo wa kiuchumi wa wananchi wengi wa Walikale. Wakati wakulima wanapokimbia mashambani kwa sababu ya hofu ya usalama, familia nyingi hukosa chakula na mapato ya kujikimu. Mashirika ya kiraia na viongozi wa jamii wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huu kuheshimu maisha ya raia na kuhakikisha kuwa maeneo ya wananchi hayageuzi kuwa viwanja vya mapigano. Wameeleza kuwa wananchi wa kawaida ndio wanaoendelea kuathirika zaidi kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Wakazi wa Kale waendelea kuishi katika mazingira ya wasiwasi huku wakisubiri hatua madhubuti zitakazorejesha amani na usalama katika eneo lao. Familia waliopoteza ndugu zao katika shambulio hilo zimebaki katika majonzi makubwa, huku majeruhi wakipambana katika kupata nafuu hospitalini. Tukio hilo limeongeza tena orodha ya matukio ya vurugu yanaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi katika mashariki mwa Kongo, ambako hali ya usalama bado inaendelea kuwa changamoto kubwa kwa wakazi wa maeneo mengi ya Kivu Kaskazini na Ituri, vile na Kivu Kusini. Katika hatua inayozirisha uzalendo na dhamira kupambana na ukosefu wa usalama unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wengi kutoka mji wa Beni na Butembo mkoani Kivu Kaskazini wameamua kuungana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa wazalendo waliopo mstari wa mbele wa mapambano katika eneo la Manyangose. Vijana hao wanatoka katika harakati mbalimbali za kiraia na makundi ya shinikizo za kijamii. Wanasema wamefikia uamuzi huu baada ya kushuhudia kwa muda mrefu mateso, mauaji na mashambulizi yanayofanywa na wapiganaji wa kundi la DF dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hatua imekuja katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo la Manyangose inaendelea kuwa mbaya. Katika wiki za hivi karibuni eneo hili limekuwa likikumbwa na mashambulizi kadhaa kikatili yanayotaka kufanywa na wapiganaji wa ADF. Mashambulizi ambayo yamesababisha vifo vya wananchi wengi na kusambaza hofu katika mji wa Beni na maeneo yanayoizunguka. Kutokana na hiyo, vijana hao wameeleza kuwa hawawezi kuendelea kubaki kimya, huku ndugu zao wazazi wamefariki na wananchi wengine wakiendelea kupoteza maisha yao mikononi mwa makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa mmoja wa viongozi wa vijana hao, Christian Balewa, hatua waliochukua ni ishara kukata tamaa mbele ya ile usalama endelea kuzorota. Amesema kwa vijana wameamua kujikusanya na kuelekea maeneo ya operesheni za kijeshi ili kutoa msaada wao kwa FARDC na wazalendo kulingana na maelekezo wanaopatiwa na viongozi wa operesheni hizo. Balewa amesitiza kuwa lengo lao si tu kushiriki katika juhudi za kurejesha amani, bali pia kuonyesha mshikamano wa wale wanaojitoa kila siku kupigania usalama wa wananchi katika maeneo yanayokumbwa na mashambulizi. Kinachovutia zaidi katika hatua hiyo ni kwamba vijana hao wameelekea mstari wa mbele bila kubeba silaha. Wameondoka wakiwa na ujumbe wa uzalendo, ujasiri na matumaini ya kuona amani kirejea katika maeneo yao. Kwa mujibu wa waandaaji wa mpango huo, hatua hiyo inalenga pia kuhamasisha wananchi wengine wa Kongo kuelewa uzito wa mgogoro wa usalama unaendelea mashariki mwa nchi, kwa kufanya washiriki kwa njia mbalimbali katika juhudi za kutafuta amani. Vijana hao wanaamini kuwa kila raia ana wajibu wa kuchangia katika ulinzi wa taifa lake, iwe kwa kutoa taarifa, kusaidia waathirika wa vita au kuunga mkono vikosi vinavyopambana na makundi yenye silaha. Wakati huo ujumbe unaoelekezwa pia kwa viongozi wa kisiasa na kijeshi walioko Kinshasa. Wanataka mamlaka za nchi kutambua ukubwa wa tatizo la usalama linalokabili wananchi wa Beni, Butembo na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Christian Balewa anasema kuwa wana matumaini hatua hizo zitasikilizwa na kuchukuliwa kwa uzito na mamlaka husika ili uwepo mikakati madhubuti zaidi kuwalinda wananchi pamoja na kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi vilivyopo mstari wa mbele. Vijana hao wameomba serikali kuweka hatua muhimu za kuhakikisha usalama wa raia, wanajitolea kuunga mkono juhudi za kurejesha amani pamoja na kuongeza vifaa vya usafiri, huduma za matibabu na mahitaji mengine muhimu kwa wanajeshi wa FARDC na wapiganaji wa wazalendo wanaokabiliana na mashambulizi ya ADF. Kadiri mashambulizi ya makundi yenye silaha yanavyoendelea katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo, hatua ya vijana Beni na Butembo inaonekana kuwa ishara ya kuongezeka kwa hamasa wananchi kushiriki katika juhudi za kulinda nchi yao. Hata hivyo, wengi wanaamini kuwa suluhisho la kudumu litapatikana kupitia ushirikiano kati ya wananchi, vikosi vya usalama na mamlaka za serikali katika kupambana na vitisho vinavyoendelea kuhatarisha maisha ya raia.
Jamii ya asili ya Wapigmeo wanaoishi hasa katika eneo la Komanda kusini mwa wilaya Irumu mkoani Ituri zimetoa wito wa jeshi kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake kuongeza juhudi za kurejesha usalama katika maeneo ya misitu yanayokumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Wanasema hatua hiyo itawaruhusu kurejea tena katika maeneo ya asili ambayo walazimika kuyakimbia kutokana na ukosefu wa usalama. Wito umetolewa wakati wa maelfu ya watu kutoka jamii hiyo wakiendelea kuishi katika maeneo ya wakimbizi wa ndani wakabiliwa na maisha magumu mbali na mazingira yao ya kawaida. Kwa mujibu wa viongozi wa jamii hiyo, hali ya wanaoishi sasa ni tofauti kabisa na maisha waliozoea kwa miaka mingi ndani ya misitu. Akizungumza katika eneo la wakimbizi wa vita mjini Komanda, mmoja wa wananchi hao alikimbia kutoka eneo la Walese Vuntuku, Shukurani Kabose amesema kuwa maisha yao yalitegemea kabisa misitu ambako walikuwa wakifanya uwindaji, uvuvi na ukusanyaji wa matunda pamoja na mimea mbalimbali ya asili. Amesema tangu walipolazimika kukimbia maeneo yao kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha, wamekuwa wakitegemea misaada ya kibinadamu ambayo kwa maoni yao haitoshelezi mahitaji yao ya kila siku. Kwa mujibu wake, msitu si eneo la kuishi bali ni sehemu muhimu ya utamaduni, uchumi na hata afya ya jamii yao. Msitu ndio maisha yetu. Ndani ya msitu tunapata chakula, dawa za asili na mahali pa kuishi. Leo hii tunaishi kwa kutegemea msaada ambayo mara nyingi haitoshi. Tunaomba mamlaka husika zihakikishe usalama katika maeneo yetu ili turejee nyumbani, alisema. Kwa miaka mingi jamii ya Wapigme zimekuwa zikiishi ndani ya maeneo ya misitu katika sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini na Ituri. Hata hivyo, kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan wapiganaji wa ADF kumewalazimu wengi wao kuondoka katika makazi yao na kutafuta hifadhi katika maeneo yanayodhibitiwa zaidi na serikali. Wakati hao wanasema maisha ya ukimbizi yameathiri sana utamaduni wao pamoja na njia zao za kujipatia riziki. Watoto wengi wamekosa fursa kawaida za kukua katika mazingira yao ya asili, huku wazee wakikosa mimea na dawa za jadi ambazo waliweza kutumia kwa matibabu mbalimbali. Takriban miezi miwili iliyopita, katika jitihada za kuimarisha usalama katika eneo la Walese Vuntuku linalopakana na wilaya ya Beni, utawala wa kijeshi wa Irumu ulitangaza azma ya kuendelea kupambana na makundi yote yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi. Kupitia Kanali Jean Siro Simba Bunga, msimamizi wa jeshi wa wilaya Irumu, jeshi linaendelea kuendeleza operesheni za kuwasaka na kuwaondoa watu wote wanaomiliki silaha kinyume cha sheria pamoja na makundi yanayosababisha mauaji na uharibifu katika maeneo ya wananchi. Hata hivyo, wakazi waliokimbia makazi yao wanasema bado wanasubiri kuona matokeo ya dio ili kupitia kurejea kwa usalama katika maeneo yao ya asili. Wakati huo wale wazuri wanaendelea kutawala ndani ya jamii za Wapigme kufuatia matukio ya karibuni ya mauaji yaliyowakumba baadhi ya wanajamii hao. Takriban wiki mbili zilizopita, watu 6 kutoka jamii hiyo waliuawa kikatili katika wilaya Beni katika shambulio lilohusishwa na wapiganaji wa ADF. Miongoni mwa walipoteza maisha alikuwa msanii maarufu wa muziki na vichekesho Shukrani Zanzu Mangese, ambaye alikuwa akifahamika kwa mchango wake katika hifadhi na kutangaza utamaduni wa jamii hiyo. Kifo chake pamoja na wanajamii wengine kimeongeza majonzi na hofu miongoni mwa Wapigme ambao tayari walikuwa wakikabiliwa na changamoto za ukimbizi na ukosefu wa usalama. Mashirika ya kutetea haki za watu wa asili zinaendelea kutoa wito kwa serikali na washirika wake kuhakikisha kuwa jamii hizi zinalindwa ipasavyo. Mashirika yanaeleza kuwa Wapigme ni miongoni mwa makundi yaliyoathirika zaidi na mgogoro wa silaha kutokana na utegemezi wao mkubwa wa maeneo ya misitu ambayo mara nyingi hugeuka kuwa maficho ya makundi yenye silaha. Kwa sasa matumaini makubwa ya jamii hizi yako katika pia kurejeshwa kwa amani, usalama katika maeneo ya misitu ya Ituri na Beni ili waweze kurudi katika makazi yao ya asili, kuendelea na shughuli zao za jadi na kujenga upya maisha yao baada ya miaka ya mateso yaliyosababishwa na vita na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Mkoa wa Ituri umeingia tena katika hatua mpya ya uongozi baada ya Luteni Jenerali John Luboya Kashama kukabidhi rasmi madaraka kwa mrithi wake Luteni Jenerali Gabi Kasongo Mulumba katika hafla iliyofanyika siku ya jana Jumatatu tarehe 15 Juni mwaka 2026. Mabadiliko yamefanyika baada ya John Luboya kuongoza mkoa huo kwa kipindi cha miaka 5 chini ya mfumo wa utawala wa kijeshi na maana etat de siege uliowekwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kukabiliana na changamoto ya usalama katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Kwa miaka yote hiyo Luboya alikuwa sura muhimu katika juhudi za serikali za kurejesha amani katika Ituri, mkoa ambao kwa muda mrefu umekuwa ukabiliana na mashambulizi ya makundi yenye silaha, migogoro ya kijamii na matatizo ya kibinadamu yaliyosababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao. Wakati wa uongozi wake, operesheni mbalimbali za kijeshi zilifanyika dhidi ya makundi yenye silaha yalikuwa yakitishia usalama wa wananchi katika maeneo tofauti ya Ituri.
Serikali ya Kinshasa inategemea kama mmoja wa viongozi wakuu wa kutekeleza sera yake ya kuzingirwa maarufu kama etat de siege iliyotangazwa Mei mwaka 2021 na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Licha ya juhudi hizo, changamoto za usalama zinaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa Ituri, hasa katika wilaya za Irumu, Njugu, Mahagi na Mambasa ambako makundi mbalimbali yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya wananchi. Katika hafla ya makabidhiano ya madaraka, viongozi wa kijeshi, viongozi wa taasisi za serikali pamoja na wananchi mbalimbali walihudhuria kushuhudia mabadiliko hayo muhimu katika uongozi wa mkoa. John Luboya ameondoka madarakani akiwa ameacha historia ya miaka 5 ya usimamizi wa masuala ya usalama, maendeleo na utawala katika kipindi ambacho Ituri ilikabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama. Kwa upande wake, Luteni Jenerali Gabi Kasongo Mulumba anachukua madaraka hayo katika wakati ambako wananchi wote wanaendelea kutarajia kuimarika kwa hali ya usalama na kurejea kwa amani ya kudumu katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro kwa miaka mingi. Wakazi wa Ituri wanatumaini kuwa uongozi mpya utaendelea kuimarisha operesheni za kulinda raia, kuzuia mashambulizi ya makundi yenye silaha na kusaidia kurejesha utulivu katika maeneo ambayo bado yanaathiriwa na ukosefu wa usalama. Mabadiliko haya ya viongozi ya uongozi yanaonekana kuwa hatua muhimu katika mikakati ya serikali na kuendelea kusimamia hali ya usalama katika mashariki mwa nchi, huku macho wananchi yakielekezwa kwa uongozi mpya kuona namna itakavyokubaliana na changamoto zilizopo. Kwa sasa Luteni Jenerali Gabi Kasongo Mulumba ameanza rasmi majukumu yake kama gavana wa kijeshi wa Ituri, akichukua jukumu kubwa la kuongeza juhudi za kurejesha amani, usalama na maendeleo katika moja ya mikoa ambayo yameathiriwa zaidi na migogoro ya silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Moi j'ai dit la dernière fois, j'ai dit encore, je l'avais dit la dernière fois, depuis que je suis ici. Seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekutana katika kikao chake cha plenary kilichofanyika siku ya jana Jumatatu tarehe 15 Juni katika ukumbi wa Palais du Peuple mjini Kinshasa kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali muhimu yanayohusu mustakabali wa nchi. Miongoni mwa ajenda zilizovutia zaidi katika kikao hicho ni kuwasilisha wasilishaji wa ripoti ya tume ya siasa, utawala wa sheria na haki za binadamu kuhusu pendekezo la sheria linalowekwa na mstari wa kuandaa kura ya maoni maarufu kama referendum nchini Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosainiwa na mwandishi wa Seneti, maseneta wanatarajiwa kuchunguza kwa kina hitimisho la mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo kuhusu mfumo wa sheria unaotumika iwapo nchi itaandaa kura maoni katika siku zijazo. Msaji wa ripoti hiyo umefanyika katika kipindi ambacho mjadala kuhusu mageuzi ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushika kasi katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa miezi kadhaa sasa, swala la uwezekano wa kufanya mabadiliko ya katiba inaendelea kuwa mada inayozua maoni tofauti miongoni mwa wanasiasa, mashirika ya kiraia na wananchi kwa ujumla. Katika ratiba ya kikao hicho cha Seneti, mjadala kuhusu sheria ya kura maoni umeorozeshwa kama ajenda ya 3 muhimu. Wengi wanaona kuwa hatua hiyo kuwa muhimu kwa sababu inaweza kuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa nchi katika miaka ijayo. Maana swala hilo, maseneta walijadili pia mswala wa sheria kuhusu konteni lokali, yani ushiriki wa raia na kampuni za ndani katika miradi ya shughuli za kiuchumi zinazofanyika nchini. Serikali inaamini kuwa sheria hiyo inaweza kusaidia kuongeza fursa za ajira kwa wananchi wa Kongo na kuimarisha nafasi za wafanyabiashara ndani katika uchumi wa taifa. Seneti inatazamiwa kuchunguza pia maswada ya sheria yanayolenga kurekebisha na kukamilisha sheria namba 17001 tarehe 8 Februari mwaka 2017 kuhusu kandarasi mdogo unaojulikana kama sous-traitance katika sekta binafsi. Sheria hiyo ni muhimu kwa sababu itasimamia namna kampuni za ndani zinazoweza kushiriki katika mikataba na shughuli zinazofanywa na makampuni makubwa nchini. Kwa hiyo pia kinatarajiwa kuhitimisha rasmi kikao cha kawaida cha mwezi Machi mwaka 2016 ambacho kijadili masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanayohusu maendeleo ya taifa. Pendekezo la sheria kuhusu masharti ya kuandaa kura maoni litafanyika katika Seneti baada ya kupitishwa na bunge la taifa mnamo tarehe 9 Juni mwaka 2026. Hata hivyo, mchakato wa kukosa mabishano makubwa ya kisiasa. Wakati mjadala katika bunge la taifa, wabunge wa upinzani walisusia kikao hicho cha kujadili pendekezo hilo. Upinzani ulieleza wasiwasi wake kwamba hatua ya kuandaa sheria ya kura maoni inaweza kuwa mwanzo wa mchafuko na kufanya mabadiliko ya katiba katika
nchi. Kwa upande wao, viongozi wa kambi ya wengi wanaunga mkono serikali waendelea kusisitiza kwa sheria hiyo inalenga kuweka mfumo wa kisheria wa uandaji wa kura maoni na kwamba imanishi moja kwa moja mabadiliko ya katiba yameamuliwa kufanyika. Licha ya maelezo yao, mjadala kuhusu mustakabali wa katiba unaendelea kugawanya maoni ya wadau wengi wa kisiasa nchini. Wapo wanaona kuwa ni haki ya wananchi kujadili na kuamua kuhusu marekebisho yote ya katiba kupitia njia za demokrasia, huku wengine wakihofia kuwa hatua hizo zinaweza kufungua mlango wa mabadiliko yenye madhara kwa utulivu wa kisiasa nchini. Kwa sasa macho wengi yanaelekezwa katika seneti ambako maseneta wanatarajia kutoa mwelekeo mpya kuhusu pendekezo la sheria ambalo litaendelea kuvutia hisia za kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku tatu baada ya maandamano ya muungano wa upinzani wa C64 kuvunjwa na nguvu mbele ya ukumbi wa bunge Palais du Peuple mjini Kinshasa, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu pamoja na viongozi wa kisiasa wameendelea kulaani matukio na kutaka ukweli ujulikane kuhusu kile kilichotokea. Siku ya jana tarehe 15 Juni, shirika la Afrika la kutetea haki za binadamu pamoja na muungano wa kisiasa wa Coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel walitoa matamko tofauti wakieleza wasiwasi wao kuhusu kile walichokiita ukiukwaji mkubwa wa haki za misingi za wananchi wakati wa maandamano hayo. Kwa mujibu wa mashirika hayo, matukio hayo yalitokea tarehe 12 Juni wakati wanachama na wafuasi wa vyama vya upinzani walipokusanyika karibu na Palais du Peuple kwa lengo la kupinga kupitishwa kwa sheria ya kura maoni iliyokuwa imeidhinishwa na bunge la taifa. Wapinzani wanaamini kuwa sheria hiyo inaweza kufungua njia kufanyika kwa mabadiliko ya katiba ambayo huenda yataruhusu kuanzishwa kwa mfumo mpya wa katiba unaweza kumpa nafasi na kuwania muhula mwingine rais wa sasa Felix Antoine Tshisekedi. Kwa mujibu wa taarifa za C64 na shirika hilo, jeshi la polisi na taifa la Kongo lilitumia nguvu kuvunja mikusanyiko hiyo. Mashirika yanadai kuwa polisi walitumia risasi za moto, mabomu ya machozi pamoja na silaha nyingine katika operesheni za kutawanya waandamaji. Mashirika haya yanadai kuwa baadhi ya watu waliodaiwa kuwa wanachama wa kundi la Force du Progrès na lohusishwa na chama tawala cha UDPS walionekana kushirikiana na vikosi vya usalama wakati wa vurugu hizo. Kwa mujibu wa madai yao, baadhi ya waandamaji pamoja na ofisi za vyama vya upinzani walishambuliwa bila wahusika kukamatwa. Katika orodha waliopata majeraha makubwa wakati wa vurugu hizo wanatajwa kuwa ni viongozi kadhaa wa upinzani akiwemo Martin Fayulu, Denis Sesenga, Jean-Marc Kabunda pamoja na Ndos Ndombasi. Mashirika hayo pia yameahidi kuwa kuna watu waliopoteza maisha katika vurugu hizo, ingawa idadi kamili waliofariki bado haijathibitishwa rasmi. Vilevile wanaharakati wa kiraia kiwemo Gitie Kasongo na Beste Mulumba wanadaiwa kukamatwa kiholela wakati wa maandamano hayo. Kutokana na leo, viongozi wa C64 wametaka kufanyika uchunguzi wa kimataifa huru usiotegemea upande wote na wenye kuaminika ili kubaini ukweli kuhusu matukio hayo. Muungano pia umetaka mamlaka husika kurejesha miili ya watu wanaodaiwa kufariki na kuondolewa kutoka maeneo ya tukio na vyombo vya usalama. Taarifa ya C64 imesainiwa na viongozi kadhaa wa upinzani akiwemo Moise Katumbi, Augustin Matata Ponyo pamoja na viongozi wengine wa kisiasa wanaopinga mchakato wa marekebisho ya katiba. Bali na hiyo, muungano pia umeonya seneti zidi ya kushiriki katika hatua yoyote inayohusiana na marekebisho ya katiba, ukieleza kuwa hatua hiyo inaweza kwenda kinyume cha masharti yaliyowekwa na katiba ya nchi. Wakati huo, viongozi wa C64 wametangaza kuwa watafanya kikao cha tathmini tarehe 16 ina maana leo ili kujadili hatua zinazofuata katika kampeni yao ya kupinga sheria kura maoni pamoja na mchakato wote wa marekebisho ya katiba. Kwa upande wa shirika hilo nasema kuwa uchunguzi uliotangazwa na serikali hautoshi kwa sababu kwa maoni ya shirika hilo unaweza kukosa uhuru na uwazi unahitajika ili kuwapa wananchi ukweli kuhusu yaliyotokea. Shirika hilo imeeleza pia kuwa kuna tofauti ya namna inavyoshughulikia mikusanyiko. Kwa mujibu wao, katika miezi ya Mei na Juni mwaka huu, maandamano na mikutano iliyoandaliwa na makundi yanayounga mkono serikali pamoja na baadhi ya makanisa yalikuwa yakitetea mabadiliko ya katiba yalifanyika karibu na Palais du Peuple bila kuzuiliwa na vyombo vya habari. Na katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya alipokuwa akizungumza katika mkutano wa chama chake siku ya Jumapili tarehe 14 Juni, alikanusha madai kwamba kundi la Force du Progrès alihusiki katika vurugu hizo.
Hata hivyo, shirika hilo la kutetea haki za binadamu linaeleza kuwa kauli hiyo ndiyo inaongeza umuhimu wa kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini ukweli kuhusu madai yote yanayotolewa na pande mbalimbali. Kwa sasa mjadala kuhusu vurugu hizo unaendelea kutawala katika medani za kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mashirika ya kibinadamu, vyama vya kisiasa na wananchi wakisubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka kuhusu madai ya matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji na madai ya kiukwaji wa haki za binadamu. Kivu News Info endelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya swala hili. Nani hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 16 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi tunawashukuru sana kwa kufuatilia tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Endeleeni kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine vya habari ambavyo tutaendelea kukuleteni taarifa za haraka na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakumbusha kuwa amani na usalama ni jukumu la kila mmoja wetu. Basi tuendelee kuwa makini, kushirikiana na kuunga mkono juhudi za kujenga taifa letu. Na kabla tujatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, niendelee kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningeomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha unasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga. Asante sana kwa kutusikiliza na usikilizaji wenu. Mwenyezi Mungu awabariki na walinde katika shughuli zenu za kila siku, na ni kwadi tena basi tukutane katika taarifa zetu za mchana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, asubuhi njema na siku njema.